Mwisho kufunga hadithi hii ya Mtume, hadithi sahihi iliyopokewa na Imam Ahmad. Mtume akamwambia yule mwanamke, chunga sana mami, fa innahu jannatuka wa naruk, huyu mume wako aweza kuwa pepo yako, mume wako aweza kukutia motoni. Kwa hivi kuna baadhi ya watoto wa kike walioishi katika mji wa Madina, walipokuwa wamefika karibu kuolewa, wakamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameshika baadhi ya wazee Madina wameshika baadhi ya watoto wao, wakaenda mpaka kwa Mtume kwenda kuwashtaki, ya Rasulullah, ninamleta huyu msichana wangu, ashakuwa binti, ashakamilika, posa zaja zikirudi, hataki kuolewa huyu, ya Rasulullah, kwa nini hataki kuolewa? Yule mtu akamwambia, ngoja fadha, ya Rasulullah, naambia haki za mume. Mtume akazihesabu, haki ya mume ni A, B, C, D, E. Akamwambia, ya Rasulullah, mwambie mzee anipe time, anipe time kwenda kujifundisha na kuyajua haya. Kuja kuingia katika nyumba bila ya license utaclash. Kuingia tu kuona kwamba wewe katika hasara ambao watoto wetu wengi wameharibikiwa ni kuolewa because you are beautiful. Hapo ndio mpata hasara ya mwisho kabisa. Mtu aona akishakuwa yeye ni beauty, avutia, yu hivi, akiangalia kioo kikimwambia hivi, akiangalia shikio likimwambia hivi, aona sasa I'm ready. Bado, kwa sababu ubeauty wako mumeagana nao kubaki miaka mingapi? Na wewe uliolewa kwa sababu una figure 8, you are smart with figure 8 ya Coca-Cola. Umepata hasara mami, umepata hasara vibaya sana. Huyu ambaye amekuoa kwa sababu ameadmire figure yako ni 8, ukichukua mimba yake miezi 8 utakuwa figure 8 kwenda wapi? Hujulikani mbele, hujulikani nyuma, si tuona waja kumbe wenda. Sasa figure 8 wapi? Ule uso uliokuwa ukiitwa ndio uliokuwa ukiitwa, umetoka vibuu hapa, umetoka vidudu hapa, umetoka vidude hapa, na hungonjwa una joto tu la mimba ya mtu. Sasa ikiwa ni kweli wewe umeolewa kwa sababu ya uzuri, umekuondokea mumeo, afanyeje? Wampa shauri gani huyu? Tuko pamoja? Tuelewana? Wewe umeolewa, akiba yako ni uzuri wako, tuenda huu, jitumbo limetoka, pumzi huna tena, badala ya perfume wataka kunusa makaa, badala ya sambusa wataka kula udongo, badala ya chips unkwenda tafuta mchanga wabukia, badala ya kumiza mate tukayafurahikia wayatema, vikohozi puani na mashikioni. Sasa je, na mume wako avutiwa na uzuri wako, ndio pale usikia hapo, mimi naona afadhali ukazae kwa madha wewe. Manake banisukuma kwenda kuzaa kwa madha, kwa madha ndiye alinitia mimba mimi. Mimi ninakuwa kwenda kwa madha, na manake nakuona bwana makohozi tuna matapishi bwana. Wewe bwana, mimi naona ende kwa madha wewe bwana. Ukaona pengine hawana naambia nikajifungua kwa mama. Najifungua kwa mama, Sheikh. Chunga sana. What happened? Huyu ndiye alisema alikuwa halali, alikuwa hawezi kula bila wewe, hawezi kuona hivi, hawezi kwenda kazini kwa sababu yako. Leo akusukuma kwa madha, Sheikh. What happened? Haya yote ni mambo watoto wa kike watakiwa kukaa chini kucheza karata zao vizuri. Otherwise waweza kwenda kwa mama ukamwambia kile tutaongeza ile rumu ya kule nyuma, wewe ubakie pale pale, manake mimi nitakuwa nikija tu kule kwako. Manake nini sasa? Chakuwa na mtoto inkuwa yale yaloitwa maapple, yankuwa maandazi, yankuwa mahamri, yamekuwa mzee na nafasi nayo tena. Naambia kweli, hivi ndio mimi naweza kusema. Mambo kuja kubambanya hapa sijui hapa, naambia ukweli. Mangapi wampelekwa shamba kuzaa hawajarudi tena mpaka leo? Wangapi wantolewa mijini wampelekwa kwa mama zao kwenda kuzaa, hawakurudishwa tena, kwa sababu ikiwa wewe ni uzuri tu huna tena. Yale mzee leo akiyakimbilia akiita maapple yanyonywa na mtoto, sasa yeye hapati tena. Tuelewana? Tuelewane? Hivyo ndivyo mambo yalivyo. So tutatakiwa kutahadhari sana na maisha ya majumbani. Asema Umar bin al-Khattab ana habari, asema kuhusu wanawake,
Arrijalu thalathatun wan nisa'u thalathun, waume namna tatu na wanawake namna tatu. Sina haja kutaja ya waume kwa sababu si siku yao, kuna siku yao tutawaeleza. Lakini famra'atun afifatun muslimatun layyinatun wadudun waludun tu'inu ahlaha ala ad-dahri wala ta'inu ad-dahra ala ahliha. Hawa sasa wamekuwa ni wanawake common, ni wengi sana katika dunia. Mtume asema, Sayyidina Umar asema, mwanamke ni yule ambaye mra'atun afifa, mwanamke mwenye hifadhi yake, mwenye moyo wake wa dini, mwenye kujichunga, akajijua mimi ni mwanamke. Ukishajijua mimi ni mwanamke, almar'atu auratun, mwanamke ni hivi, lazima uzijue, uzisome tabia zako ambazo nza lazima Mwenyezi Mungu amekupa subhanahu wa ta'ala. Muslimatun, akawa na iman, akawa na dini. Mtume asema ukitaka kuoa, ametaja wanawake sampuli takriban 4: mwenye mali, mwenye uzuri, mwenye cheo, mwenye hivi na mwenye dini. Akarukia Mtume sallam, pata mwenye dini. Nyinyi mkiambiwa mwenye dini waona ni aliyevaa hijab. Nyumbani hakutaki hijab, huko nyumbani unakokujangia hakutaki hijab. Kuna tenda kazi, kuna mambo, kuna vitu mbalimbali vya ngojewa wewe uje uvifanye, kwa sababu Mungu wewe amekuita ni zauja, wewe amekuita ni mawadda, wewe umeitwa ni mke, wewe umeitwa ni mapenzi, wewe umeitwa ni rahma, wewe umeitwa sakan, utulivu wa mtu. Lakini wangapi wake zao tangu walipokuja ndio siku waliofadhaishwa mpaka dakika hii hawajui wafanye nini. Kwa hivi kama hukujua sifa zako, waweza kupanda miba ukafikiri barabara ya lami, utaumia vibaya sana. Sasa wadudun, nataka mtoto wa kike ambaye wadud, romantic. Kuja mtu avaa hijabu mpaka juu ya kitanda, yeye ana hijabu bado, akalia misahafu ya Maka, misahafu ya Madina, yote juu ya vitanda. Misahafu kwao, bedroom kwao. Wadud, nataka mtu aje akiwa hivyo. Waludun, mzazi aweza kuinemesha nyumba kwa watoto wa kike, wa kiume, wajukuu, wa hivi na mambo mbalimbali, ambapo wamekata shauri watoto wa kike sasa hivi kuwa wasizae. Sasa fashion ni kutozaa. Kwa hivi ni katika hasara ambayo utapata. Watu wazaa kwa dhiki, wazaa kwa uchukivu, wazaa kwa tabu, ambapo Mtume akwambia mwanamke wetu ni yule walud ambaye atakayetuletea, akaibadilisha, akazaa vijukuu, sura za mababu zikafufuka, sura za ammi zikafufuka, sura za shangazi zikafufuka, ukaona mambo yalivyo namna hiyo. Ta'inu ahlaha ala dahri. Kipande muhimu hiki sana, kisikizeni vizuri. Mwanamke akija ndani ya nyumba, atakayeweza kusaidia watu wake kupambana na dunia. Lakini wala ta'inu dahra ala ahliha, asisaidie dunia kupambana na watu wake. Unakusaidia watu wako kuiweza dunia, unakuisaidia dunia kumaliza watu wako. Kikombe hiki mtaani chauzwa shilingi 20, lakini nani mimi ninunue vitu majengo mimi? Lakini kikombe kile hapana. Shopping yetu sisi ni Dubai bwana, upandwe ndege, kushukwe na maviza kwenda kununua chombo kile. Ukija wewe unkuja na vitambara, wewe huwezi kwenda kununua ngozi ya mtu Dubai, unkwenda nunua kile. Lakini kwa ulivyofundishwa kwenu, wewe waisaidia dunia, wazisaidia supermarket zilizoyafanya maji haya kuwa ghali, kumlemeza mume wako. Mimi sivai cha Mombasa, wacha. Ukajitia na ni fakhri, na mwenzio akakuunga mkono, mkaa mumfanya chama kwamba nyinyi viatu vyenu shuti vitoke France, viatu vyenu kama mmoja kanyaga almasi, mmoja kanyaga tope za guraya tu, hakuna cha zaidi, yale. Kwa hivyo kuna kumsaidia mume wako kuiweza dunia.
na I wish kama nitakuwa na nafasi nikawaonesha mfano mmoja uliochukuliwa wa kinamna hiyo. Kadhalika wa qalila ma tajiduha, wanawake namna hii ni wachache sana, ni kidogo sana. Tangu mambo ya maharini huko, wewe ukishakuwa kuposa tu utasikia ile hangaiko litakaloweza kuwekwa. Kwanza wajulikana hapa, bwana muulizeni afanya kazi wapi huyo kwanza, namna gani kampuni hiyo yafilisika hiyo, wewe wa kampuni wale wana kampuni ukatiatia vitu namna ile. Maana sasa tayari umekuja karamu yetu sisi lazima kila mtu ale kwa sahani yake kisha tupe. Maana wajue hizo sahani za kuita watu kula pale pamoja ni nataka ujomba namna ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia chakula kizuri ni kilichowekwa mikono pamoja, ukasahau hadithi za Mtume zote. Sasa usichukulie ajuae dini ni aliyevaa hijabu, ajuae dini ni ajuae tu kutawadha, ni mambo tofauti. Kujua dini ni kujua nyumba yako Kiislamu yataka kwenda vipi, wabebeshwa mzigo gani, mambo kama haya. Wa qalilu ma tajidu, hao ni wachache sana, hakuna, ni kama nzi mweupe at the moment. Wa mraatun, sasa mwanamke wa pili katika wanawake duniani, hawa juu ya wale 7, hawa wengine hawa wakutilia nguvu kule. Wa mraatun wi'aun la tazidu ala an talida al-aulad, kuna mwanamke kazi yake hajui chochote isipokuwa kuzaa tu. Basi marehemu nyanya hajaitwa, marehemu mjomba hajaitwa, marehemu nani hajaitwa, marehemu jirani hajaitwa, yeye atia tu. Hataki kujua endaye madrasa, aliyehifadhi Qur'ani, chokora yupi, mwizi yupi, atakayekuwa imamu nani, atakayekuwa maamuma nani. Yeye kazi yake kuhesabu wana tu. Mimi namshinda fulani, mimi hivi, mimi na hivi, mimi nafanyaje. Mimi na rafiki yangu mmoja Nairobi, nilipata habari fununu nikamwita, mimi nasikia mambo watoto 40. Anambia yes, watoto 40 Sheikh. Anambia yes, watoto 40 na bado nataka ongeza, nataka watoto tunakuwa zaidi. Sasa nataka kumuuliza maswali moja namuona watoto 40 Sheikh. Majina yote ya wazee wangu alhamdulillah nimeshamaliza. Majina yote ya shangazi zangu mimi kushamaliza. Hajanambia ni mtoto gani amekuwa imam, ni mtoto gani amehifadhi Qur'ani, ni mtoto gani amejua hadithi za Mtume. Yake mbili ya majina tu ya babu zake wote ashamaliza. Sasa haya yako pia kwa watoto wa kike. Watoto wake banjaa. Wewe ukitokeza tu mtano unajua mtoto fulani. Ukitokeza tu unajua mtoto fulani. Huyu mtoto fulani. Kama simani unajua huyu mtoto fulani. Hakuna la zaidi ya hapo ambalo lazingatiwa. Kwa hivyo sayyi'atul khuluq kathiratul mahr, tabia mbaya, wanakuja wenyewe wanakuwa desturi zao, mahari yao ni ghali sana. Yaj'aluha Allahu fi unuqi man yasha, mwanamke kama huyu Saidna Umar asema Mwenyezi Mungu humjalia mateso juu ya shingo ya mume amchaguae. Fa idha shaa an yunzi'ahu naza'a, mpaka ije nusra ya Mwenyezi Mungu kuweza kuitema baa kama hii. Kwa hivi ni mambo ambayo ya kusikitisha tupata watoto wa kike wa namna hiyo. Asema tena Umar ibn al-Khattab katika kipande kidogo sana kwamba wamastafada abdun ba'da kufrin, mtu hajapata mateso baada ya kuwa kafiri billahi, kumkanusha Mwenyezi Mungu, faidatan sharran, maafa makubwa kuliko min imra'atin, kupata mwanamke hadidatul lisani, ulimi mrefu, hakuna matusi hayajui. Ye huambia watu ye kama atakatukanwa anijaribu mimi ndio ajue. Kuna wale ambao usimama sobe langoni, ndio unamjibu nini yule? Mwite, mwambie aje aniguse mimi. Akitua sisi huona neema watu namna ile. Sayyidina Umar akwambia hadidatul lisan, ulimi mrefu, sayyi'atul khuluq, tabia mbovu, ni
na wakati huo yaonekana kwamba hao ndio smart, hao ndio ambao. Kwa hivi na ila nyingi ambazo ziko katika mambo ya maisha ya watoto wa kike. Wanavyuoni wa tabia za kike wanatueleza hivi: kuna wanawake wazuri, jamalun nisai thalathatun, wanawake warembo ni namna tatu. Jamalun la yarahu illa qalbu rajul, kuna urembo wa mwanamke huonekani ila na moyo wa mtu. Sisi tulimuona mwenzetu mmoja ana mwanamke iwete, hawezi kusimama mwenyewe, humwenuenua, akampandisha katika baskili, akamfunga mipira, akamshikisha viti, tukamuona enda naye, tukamlaumu, Sheikh, namna gani bwana wajidhulumu nafsi yako hivi, wewe hukuona mke? Asema hawa wazuri wote na waachia nyinyi, niachieni mwenyewe huyu, mimi ndiye njuaye nini kiko hapa. Lewana vizuri. Kwa hivi kuna uzuri ambao anayeutambua ni yule mume wako mwenye busara, ajua huyu watu wasema, watu wanambia, huyu ana hivi, huyu ana hivi, lakini mwenyewe ndiye anayejua. Iko siri hiyo. Jamalun tarahu aluyun wala tash'uru bihi alqulub, kuna uzuri wa watoto wa kike waonekana usoni tu hivi, akivaa mashallah, akijipamba ndiyo, akifanyaje hivi, lakini hana athari yoyote katika nyoyo za watu. Lau wapata kukaa naye kwake kama alivyo, huwezi kurudi tena. Ziko hizo sapuli za namna hiyo. Watoto wa kike uzuri wao ni wakati akiwa yuwatoka tu. Mimi nakumbuka kisa kimoja hapa kwetu Takaungu, sijui kama kuna Takaungu hapa watakumbuka. Kulikuwa na bibi mmoja careless hivi, mzuri, Mwenyezi Mungu amemuumba mzuri katika jamaa zetu, lakini careless. Watoto kila mmoja avuta titi lake huku, yule avuta hivi, matambara. Ukatokea harusi ya muhusu, yule bibi akajikwatua sawasawa siku hiyo, akaenda katafuta kumbi, akajiosha sawasawa, akajipamba, akatoka, akaenda zake harusini. Kulikuwa kuna kesha, kama ambavyo mwajua nyi mambo ya kesha yalivyo, kila mmoja lazima awe smart. Sasa mumewe, kwa sababu mwanamke careless namna hiyo, yule mume ansalimu amri, lakini atamani zitokee fursa. Mumewe akatoka kwenda kule harusini usiku kwa kuiba, na yeye akaenda kule harusi. Akifika ile bigili limejaa tele, katika kutizama kwa nje, kuchungulia, akaona kipande cha mwezi wa mwanamke, akamtuma mwanamke mwingine, akamwambia kamwitie yule bibi. Bibi akaenda, akaitwa, akatoka, waitwa, akatoka. Bimkubwa, wewe wallahi nataka kusema nawe, ufanyaje? Akamchuni hivi, akamtoa pale ndani. Sasa twenda wapi? Twende nyumbani mara moja, hakuna mtu. Mke wako wewe si yuko nyumbani? Mke wangu yuko harusini kule. Mwanamke akafuata mwanamume, wakaenda mpaka nyumbani. Kufika nyumbani, akaingia bibi yule, taa zikawashwa. Basi ni mke wangu wewe? Ameana kuangalia tu. Kuna nini? Hivi ndio mipango yako? Basi kama ilikuwa siku zote ukivaa hivi, mimi ningekuwa kwendi kukesha wewe. Sasa wako namna hiyo. Ni wazuri, lakini nyoyo za watu ambao wengewaona hawana taimu nao, wamejitia ni uchafu, balaa, hawana tangamano, hawana hivi, wanapatikana pia ni katika mbegu ambazo ziko duniani. Kadhalika wajamalun yankus wa yazid, kuna wanawake ni moods, akiwa na mood hii atakuwa mzuri, akiwa hana mood hii atakuwa hivi. Kuna mwanamke mmoja mwambia mke wake, wallahi mke wangu ukilia mzuri sana wewe kuliko ukicheka, wajua. Sasa mfanyeje? Nikae nikilia? Nakwambia tu jambo ninaliona. Sasa liko ile ni kama volume yazidi na kupunguzwa na kadhalika na kadhalika. Kwa hivi mambo yaliyosemwa katika mambo ya wanawake ni mambo mengi.
wacha sasa tuje kwa wenyewe kina bibi saba ambao wanavyuoni wametupa habari zao. Qala ba'dhu al-ulama yukrahu nikahu al-hannana wal-mannana wal-annana wal-haddaqa. Watu wenu wanakuja sasa. Wamesema baadhi ya wanavyuoni, shida sana, usijaribu ikiwezekana kuoa wanawake wenye sifa hizi. Hannana 1, kuna wanawake waitwa Hannana, kuna mwanamke aitwa Mannana, kuna mwanamke aitwa Annana, kuna mwanamke aitwa Haddaqa, kuna mwanamke aitwa Barraqa, kuna mwanamke aitwa Mimradh. Hawa nafikiri 7 au kuna hivyo kama 7. Are you ready? Mumewatolea macho kama ambao watatokeza hapa? Tutawaeleza kisha nyewe mtaotoa mmoja mmoja. Wakishaelezwa nyewe mtawajua. Hawana shida ya kujulikana. Mwanamke ambaye aitwa Hannana number 1. Wanavyuoni wamesema chunga sana kuoa wanawake wenye sifa hizi. Sasa wa kwanza ni huyu Hannana. فالحنانة التي لها ولد تحن إليه أو زوج تحبه من قبلك. Mwanamke ambaye ni Hannana ni mwanamke ambaye alipata mtoto kwa mume mwingine, mume wake likawa careless au likawapuzi, akaachwa na yule mume, akabakia na yule mtoto, yuwamtamania maisha mazuri. Akija akipata mume mwingine akamuoa, hamu yake yote na fikira zake ni kumchukua baba huyu mpya, kutaka kummaliza baba huyu, kukamilisha pengo zilizoachwa na baba wa kwanza, lakini ukajifita katika umbrella ambao hutatokeza wazi. Kuna wengine hutokeza wazi, mimi bwana na wanioa, lakini na mtoto wa mtalaka wangu, mtoto huyu amekuwa kwangu, tafadhali nisaidie. Manake babake kwani yuko kusikiza habari ya babake, tafadhali usiniulize, au iko utaniuliza huyu babake, mimi singekuja kwako kama ilikuwa akalibaba. Kwa ufupi, nataka unisaidie kwa sababu hali ni ngumu kwangu. Huyu ni mtu wa kutokeza wazi, lakini kuna wale wa kufita ile habari. Akaja kwa mume, twende kule mwanangu, manake kule ndiko utakakoweza kuenjoy, kule ndiko utakaweza kufanya. Kwa hivyo ikawa mipango yote hapa nyumbani ni kutaka kumwenua mwanawe aliyempata, aliyekuja naye. Au zawjun tuhibbuhu min qablik. Mwanamke mwingine ambaye ni Hannana ni mwanamke aliyeatwa na mume ampendaye, akaja akamtesa shere mume wa pili. Mume wa kwanza ulikuwa wampenda, hukumuweza kwa lolote, makosa yako au yake, uzembe wake au wako, lakini ulipopata fursa ya kuachwa na yeye ukawa bado unaye. Baadhi ya mabibi wasema, wallahi Sheikh, hatukufichi, nikitaka kuingiliwa na mume wangu huyu mpaka nimkumbuke yule kwanza. Nijilevi kweli, lakini mijiromansi yake na uchangamfu wake uko beta kuliko the latest one. Kwa hivi sasa wewe ukataka kumtumia huyu kujikumbusha yule, mara kwa mara huo unashadangana, una nini? La haula la siku tukuona uko mbali bibie, niko hapa, ukawa ni mdangano ambao ni fake. Mwanamke namna hii ataka wewe uwe mume mara 10, uweze kufinika ila za mumewe, umsahauzishe mumewe, mpaka uweke system yako kwake. Yatakiwa uwe smart sana. Ikiwa huwezi, don't touch her, mwache ende kwa nyanyake akakae, manake mtasumbuana. Mbona unchele? Nilikuja barabara kupenka, nikaona waume wengi, nikaona nipitie hivi, kupitia hivi dirisha la mtalaka, angalau utapata jambo kule.
Wengine wafanya kufuru zaidi, akachokora chokora vya hapa nyumbani, vijishati na vijisuruale, mpelekeni fulani, ukaje hivi, mpelekeni fulani. Kuna watu mpaka sasa hivi wameacha wake zao wameolewa, lakini chakula chao chatoka kwa mtalaka, vijisahani vya penya namna hiyo. Mwanamke namna hiyo atakuletea misukosuko mikubwa. Ikiwa utaweza, you better leave her. Tumemfahamu, tumemwelewa huyo mtu. Ni wengi, tukenda katika details tutachelewa, naona wakati sipoa vile. Kuna mwanamke aitwa Mannana. Huyu allati tamunnu ala zawjiha bima taf'aluhu au tabdhiluhu, ni mwanamke mtendaji, mwanamke mfanyaji, mwanamke smart, lakini tamunnu ala zawjiha bima fa'alat lahu. Siku zote amsusuika mume wake kwa leo. Wewe ungekuwa hukuniona, wewe ungekuwa hivi, mimi silikupata afuta bangi. Mmoja atuambia, mimi ninampata afuta bangi, mimi ndiye nilimtoa magengeni huyu. Msione hivi, asijifanye sasa na masida na nini. Sasa maneno haya, keep quiet, nyamaza. Hii ni siri yako wewe na mume wako. Kama si mimi huyu hangekuwa hivi, kama si mimi huyu watu wako walikuwa wanamtupa huyu, kama si mimi hangevaa, kama si mimi nilikuwa mshamba sana huyu, kama si mimi huyu alikuwa hajui hata kufunga viatu, kama si mimi. Zimejaa story maskani, habari zake zajulikana. Likipita mbele linitangazwa na yule mwanamke huyu, bwana niatiani, bwana niatiani, tabani kwa maneno kila pahali. La tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Mwenyezi Mungu amekataza, msiharibu fadhila zenu, msiharibu ukarimu wenu, msiharibu ule uzuri wenu kwa kuchokoza vitu. Kwa hivyo wako waume, mke wake akikaa naye pahali, mke wake wakikaa pahali hana raha, maanake sasa hivi atatukanwa, sasa hivi wataambiwa watu wake, sasa hivi atasemwa ila alizonazo, na mimi ndiye nilimsaidia, mimi ndiye nilimjulisha, mimi ndiye nilimuokoa, mimi ndiye nilifanya hivi. Kwa hivyo huyu ni katika mwanamke ambaye ukikaa naye mara nyingi usalama wako unakuwa hatarini, kwa sababu kila pahali anapenda kutaja ila zao. Hata wale ambao wamechukuliwa na wake zao, mathalan mwanamke ana influence pahali katika kampuni fulani, kuna mtu wake akamchukua mtoto wake akampeleka, nakuletea bana, umpe kazi, mwandike kazi huyu, maana kama sikumshika mimi huyu ashatupwa na watu wake. Sasa maneno kama yale yamuudhi mtu. Ya Mwenyezi Mungu asema si tabia nzuri ile, na ni wengi sana ambao hawana mafunzo wamechukua hiyo ndiyo silaha aliyomshikia mume wake, amechukua hiyo ndiyo silaha ya kuweza kumweka mume wake katika maisha. Huyo ni mwanamke namba 2. Na mwanamke namba 3 anaitwa Anana kathiratul aninul kaslana. Ni mwanamke yule heishi kusononeka, mvivu, lakini hawezi kusema mimi ni mvivu. Imetokea sasa yeye ukiingia nkunja uso, nini ni hicho kitwa changu, nini ni mmoja anasema mimi na hiyo pressure yangu. Pressure nini? Maneno nasikia watu wasema na mimi naona kama ninayo. Ni grupu kubwa ya wanawake ambao wameumbwa na maumbile ya uvivu. Hawataki kujishughulisha, hawataki kushughulika, hawataki lolote. Lakini sasa badala ya kutokeza kusema mimi ni mvivu, amekuwa sasa, ukiwa na joto yeye ni mgonjwa, ukiwa na baridi yeye ndio zaidi. Wewe ukisema wataka Panadol, yeye ataka 4. Wewe ukisema kwamba wajisikia usuguliwe hapa, yeye akwambia mwili mzima, basi antonesha tangu asubuhi hivi unionavyo. Wewe ukisema kwamba wasikia sijui, yani huna utakachosema, akawa yeye si zaidi. Mimi naenda kwa daktari mara, in fact ni mimi ambaye nitakwenda kwa daktari, una nini? Tangu jana najisikia. Sasa kujisikia maradhi gani yaitwa kujisikia? Jidude kama hili likakuingilia nyumbani unkwisha. Tuna rafiki yetu kule maskini Nairobi, afanya kazi za taklifu,
atoke kazini, aje jioni, apitie watoto skuli awachukue, aje asimame. Sasa wapikwa nini leo? Ilikuwa mimi mpike wali, lakini hivyo njisikiavyo, mimi naona utaupika haramu. Mimi labuda unipe hivyo vitunguu, labuda nikusongezee, sikuchambua, akusongezee vitunguu. Umuone mume mwingine, ukimtokezea mume namsaidia wife bwana, unajua wife wangu hajisikii vizuri. Huyu mke wako hakuna madaktari, huyu siku zote asaidiwa na nini huyu? Ambia mume wangu, mahasidi hao mahasidi wataka kutumaliza, wenyewe tungaa tusikizana. Yule mume ankata shauri, mke wake ni mzuri, hawezi kumkosa, lakini maafa ni hayo. Ukienda Jumamosi, Jumapili limekwenda kazana na maomo na chupi za mke. Shekhe, huyu mwanamke mpaka panties. Wajua maskini kimekuja hakijisikii vizuri, mikono yake kishika maji tu huwa hivi. Hawa ni watoto wa kike bako katika majumba ya nikaha, lakini leo yuwaja mamake kumpikia, kesho yuwaja sister kumpikia, kesho kutwa yuwaja aunti kumpikia. Yeye ana nini? Haswa huyu ana nini? Maskini hakijisikii vizuri. Na nyinyi Mombasa ndio mjua sana lugha za kumweka mtu in suspense. Sasa mtu kuwa hajisikii vizuri, kule bara hakuna maneno haya. Mambo mtu kujisikia hajisikii vizuri, asikia nini? Yeye hamtokezi. Hajisikii vizuri, ni tabia yake tu. Ni hizo sonono. Kila neno lina akiba nyuma usioweza kuelezwa wazi. Huyu ni mwanamke anaitwa Annan. Kuna mwanamke namba 4. Mwanamke namba 4 aitwa Haddaqatun. حداقة الذي تسرق كل شيء بحدقتها التي تحب أن تطلع على كل شيء وتكلف زوجها. Huyu ni mwanamke aangalia kila kitu kwa uzuri wa kujua kupeleleza. Yeye waangalia haswa kwa kupeleleza. Kuna baadhi ya waume mke wake akimwambia kuna harusi ya sister mimi nataka kwenda, mwambie usende. Kuna harusi ya ndugu yangu bana, mimi nataka kwenda, usende tafadhali. Si kwamba huyu mume ana wivu, si kwamba huyu mume hataki wivu, lakini ajua akishakwenda huyu mimi ndiye nitakayepata tabu. Akirudi kutoka harusini, watu wasema tu watu wasema TV na si tunayo. Kwa nini? TV iko huko. Ilo dude niloliona huko, wallahi hili letu ngelitupa chooni. Bidii zote mtu ankwenda pengine hajamaliza installment ya kali akilipa, aambiwa ili nini? Ni hadaka huyu, akionacho akitaka. Akenda harusini akakuta mitandio 200 ya wenziwe, aitaka yote, amgoja huyu fala wake huko. Huo ni mtandio huu? Nini bwana? Nenda kaangalie watu walivyovaa. Nenda kanaona kapeti mimi kulikanyaga mimi mwenyewe ninasusumka. Lakini ni la bibi harusi yule yako inkwisha kitambo. Wako hakuna. Hatari sana. Hatari sana. Wengi sana wanyimwa ruhusa usende. Mimi nitaka kwenda matangani, usende, tutakwenda pamoja. Tafadhali usende leo. Ngoja ngaa kesho, ngawe hana wakati wa kunihino. Mashallah, mama ameoshwa. Watu wake nakwambia leso za shuka tu baada hii sasa wataka kufa wewe uoshwe kama yeye. Atamani hata maiti alivyokuwa akioshwa. Ukimpeleka matangani ni balaa. Ukimpeleka nenda kachukue mtoto skuli, ukija utakula chuma. Viatu vya mtoto wa Haidari mviona? Vimpigwa rangi viatu kama kioo. Alipiga rangi Jibrili, alipiga rangi nani? Mpigwa na mtu, piga viatu vya mwanayo rangi. Si tuna rangi hapa. Kwa hivi wanawake haddakati hawa ni maafa katika maafa ya majumbani. Waume zao siku zote wamejikunja hivi. Waume zao wamejikunja. Wamsikia yuwapiga kengele au yuwabisha, asema baa yaja hiyo sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Haya, vipi? Kaniletee huyo papa tupike. Sio majaliwa yetu. Sasa kuna nini kwani mke wangu? Haya matanga lakini biriani iliyoshuka. Sitaiota tu.
wako hakuna, na mambo mengi. Wakati hautotoshi, wacha tu twende mbele. Kwa hivi natija yake tasriku kulla shay'in bihadaqatiha, kule kuwa mpelelezi wa mambo vile. Katika matatu ameona, barabarani ameona, alipita duka fulani akaona, alitembea duka hili akaona, alitembea na kwenda. Mmoja amsifia mumewe chooni, alikwenda asema nikapata fursa kuingia chooni, mimi nakitamani choo namna ile. Anambia basi ukishikwa na choo nenda huko. Kuna nini huko? Mimi sijui maji yale, sijui nini, najisikia raha tu hivi. Sasa mahadaka wana hivi. Shida iliyoko katika life, tuhibu an tattali ala kulli shay'in. Yeye atakakupeleleza hakuna kitu, audhu billahi minash shaitani rajim, kitu pitisha, hiki si chetu, hiki sirika yetu, watukallifu zawjaha, na kumtia. Na ikiwa mume ana nafasi kila siku abadilisha, kila siku, leo kapeti hii, kwa sababu mke wake alikuwa anaona kapeti, sasa kapeti ni ile, hii si kapeti tena. Maadamu anakwenda ona TV, ile si TV, tubadilisha. Maadamu amekwenda ona vitanda vya kongolewa, viaja vingine, na kila siku wewe waona na watu wabadilisha. Kwa hivi mpaka lini? Mpaka lini? Mwisho usiojulikana. Kwa hivi hii katika balaa ya maafa za majumbani. Tunakwenda kwa mwanamke namba sijui ni 6 au ni 5. Tunakwenda kwa mwanamke namba 5. Huyu wanavyuoni wanamwita baraqatun, allati tashtaghilu bitabriqi wajhiha wa yadayha wa rijlayha min tahmirin wa tabyidin wa tanmiqin wa tahsinin. وقيل أنها التي تغضب عند الطعام ولا تأكل إلا وحدها. Huyu ni mwanamke amechukua matatizo mengi sana. Huyu ni mwanamke gani? Mwanamke amekuja kazi yake ni kujipamba tu, akimaliza krimu hii ni lotion hii, akimaliza saluni hii ni saluni ya kumea nyele kuwa ndefu, hii ya kupunguza nyele kuwa ndefu, hii ya kuzifanya ziwe baridi, hii ya kunyoa kope, hii ya kunyoa nyusi, hii ya kutengeza mashikio, hii ya kupuna pua, hii ya kutia hina, hii ya kutia piko, hii ya kutia. Utapika saa ngapi? Saidna Ali asema mwanamke mzuri ni mwenye harufu nzuri na chakula kizuri. Huyu hawezi kupika, hawezi kupika, kwa sababu akipika kucha zake, mimi nikaingia jikoni na kucha zangu hizi. Mume angia mchana, unachapa hapa, una ubani onda hivi, kumbe labda nikupe sunflower ziko zimbaki hapa. Mabuyu je? Wala mabuyu yeyu hivi kucha zivi. Naam, yuko hakuna. Ye haja yake ni uso tu, we hivi. Mara sijui enda choma malaika. Namsikia bibi moja sijui yasema yeye lazima kila wiki enda kachome malaika. Malaika yachomwa, uchomwa, utiwa sukari sijui kafanywaje. Sijui lazima tuwe piko mpaka magotini. Huyu sijui. Yani yeye kazi yake ni baraka, mtu wa kung'ara tu. Ang'ara kweli, lakini njaa ya tuuma. Wewe tangu ung'are, wewe tangu uwe smart, ushasikia mume wako kwambia kata hiyo pua tufanye kitoweo leo? Haitusaidii. Ng'ara tule, lakini kwa kung'ara na kula sunflower, ndio msikia jamaa siku zote yuwala kwa mamake. Mimi bwana kitaka kula lazima mpite kwa madha, bwana mpate ngaa tonge. Kwa nini nyumbani hivi? Mimi na taabu shehe. Kipande cha mtoto ule naye asema yeye basi ni mtoto yeye, lakini mimi. Na hata katika tenda kazi zake za kichumbani, mtu anakuja atoka saluni yu hivi, utafikiri nteusi ataka ku take off. Ukimgusa ameambiwa asitiwe maji,
lotion yake haitaki maji, kucha zake hazitaki maji, na sharia yataka kuoga janaba. Kwa hivi vile umkutavyo pale kitandani, wajua huyu hagusiki, ni kupiga bismillah, ukatafuta pilo ukalala. Barakatun, huyu ni maafa juu ya maafa kuweza kuweko ndani ya majumba ya mtu. Kwa hivi hawa ndio waume zao utawasikia wamekwenda shika bigili. Wajua kushika bigili? Harusi ambao hakualikwa, ankwenda shika bigili, akiangalia ile raundi izungukavyo, akikumbuka na nyumbani, ajua mimi ndiye nilikufa, mimi ndiye maiti mimi. Angalie tangu, wewe fikiri mtu asimame tangu saa 3 ngoma yaanza, kesha yaanza mpaka alfajiri, akifukuzwa huku iko kipembe hiki, akifukuzwa huku iko kipembe hiki, akifukuzwa. Kwa nini? Kwa sababu nyumbani kuna baraka, hashikiki. Ni katika balaa ambazo zikiingia majumbani, yeye kazi yake akitoka kusafisha miguu ni vidole, akitoka vidoleni nyusi, akitoka nyusini amekosa la kufanya, atakwenda tukua smiti atie katika haya makope haya. Ukiangalia ile manihino, ukiamka ghafla taa zikiwaka, akutisha kwa masmiti yale ya ni shughuli kubwa shekhe, haiwezekani. Tenda vizuri, tumemfahamu Kwa hivi katika natija ya maisha ya mwanamke namna hii, taghdhabu inda taami, wakati wa kula yeye huwa na hasira. Wakati wa kula yeye hujitia hasira, kwa sababu there are so many questions hawezi kujibu. Kichumbari kiko wapi? Hakuwahi, alikuwa na kucha, ankoroga huo wali wewe shuku. Sasa wakati huo ika vitu serious, atupeki tupe, maana mbona ndizi, achari wapi, kichumbari kiwapi, mbona nyama hivi? Sasa yeye ana hasira kwa sababu ajua makosa aliyoyafanya. Waume wengi sasa hivi wamekata shauri. Sisi kule Nairobi huambiana, wenyewe huona sifa, lakini huwa si tushajua. Ukishakuwa na vitu hivi wewe ushajua. Usikia watu taswali adhuhuri pale, chef tukale chakula, tuna restaurants pale nzuri mashallah, vyakula vizuri. Sasa wewe utawakuta waume namna hii, hata harusini twawajua. Umekaa chakula, haya jamaa jipangeni, chakula chaja papa, chakula chaja. Utamuona yeye hiki kilichowekwa sicho chakula kwake, angalia kile cha kuongezwa yeye kwa sahani hapo. Ikichele lete kwa huku, lakini hatujamaliza. Mwache lete kabisa, maana utakwisha huko. Tushajua huyu nyumbani kwake lina baraka, huyu hapikiwi nyumbani. Babaika hapa, akiona mtu ajui si amtoke, kimbia huku. Huyu mvipi? Na nafasi anayo, lakini mke wake hawezi kutengeza, hawezi kukamua juice, kucha zitakatika, kucha zitatoka rangi kwa asidi ya malimau. Chungwa pia, chungwa mimi mtonesho, unaona? Sasa hualikana pale. Haya jamaa, mimi sipendi kula mchana. Wallahi mimi nasikitika Sheikh, nashinda town, namwacha mke nyumbani, angora tafuta tomato, angora tafuta vichumbari, angora tafuta hiki, angora tafuta hiki, kisha niende chakula. Wallahi naharibu njaa kule. Unajua mchana jamaa walitupa, naona dhiki mimi mambo hayo. I don't like it. Mwana watu ameshughulika, I have to appreciate ile fadhila na lile jasho lilomtoka kwa sababu yangu. Lakini wende tu just to tell her that mimi nimeharibu njaa town, ni uzembe huu. Lakini utaona wengine matajiri wakubwa hawezi kula mpaka aite watu 4, 5, 6. Okay, ile supu yangu iko, leta ile supu yangu ile. Tushakunyurana, huyu hapati supu nyumbani huyu. Kuna supu ya kuja kutafuta hapa, huyu nyumbani kwake kuna shida. Mafriza yamejaa, lakini aliyeko nyumbani ni baraka, ni bibi akikufungulia dirisha iwatoka. Utapenda wewe. Lakini sasa
ni kama nilivyowaambia, peleleza wewe namna ulivyo mzuri, namna ulivyojitengeza, namna ulivyojipamba. Hakuna hata siku moja mume wako amkwambia lete hilo jito moja basi tufanye kitoweo leo kwa sababu wewe mzuri sana. Hamna. Kwa hivyo wewe umetupa moja katika karata zako, kumfanya mume kula mahoteli, kumfanya mume kula kwa mamake, kumfanya mume kula kwa marafiki zake. Siku moja utakuja kiona na hutaamini. Tuenda vizuri? Kuna mwanamke mwingine namba ngapi tumfika? Aitwa Sharaka. Tumetoka kwa Baraka tunakwenda kwa mwanamke anaitwa Sharaka. Sharaka kathiratul kalami qalilatus samt. Ni mwanamke hanyamazi. Umetoka kazini wewe, angao kukupa nafasi kwa pata usingizi hawezi. Walala, mama Makaa alikuwa hapa wajua. Okay, basi kidogo. Na Mtwata pia naona leo zinkatwa mtaa mzima huu. Hii yetu si nishasikia. Skuli mkwenda? Manake headmaster anaandika barua ya 3. Si unisubiri basi. Hawezi kunyamaza. Akikosa story ya nyanya ana ya babu. Akikosa ya babu ana hii barabara, yeye ameona vitu wewe hukuviona. Huko kwa zinkwenu wewe wenda tu, lakini ile duka la pili wewe pale hulipelelezi pale pana hivi. Akimaliza hivi gaze ile news mwatizama pamoja, akimaliza wewe wajua hukuzielewa hizi, hawa wana kitu hawa. Sasa kila kitu yeye ndiye ajuaye. Wenda katika majumba kwa mwanamume ansalimu amri, ameweka mkono hapa, asemaye ni bi mkubwa. Angia jikoni, ana neno la jikoni, ana neno la sitting room, ana neno la watoto, ana neno la walioko juu, ana neno la mfanyikazi. Mke wangu mche Mungu, unyamaze upumzike angalau kidogo. Sharaka hawezi hivi. Juzi, ingawa nkisa cha kusikitisha, naambiwa na bibi mmoja maskini, anaambia amekuja mzima huyo. Tumezungumza kutoka saa badalisha, tumpanda kitanda sasa. Akanambia basi mimi nenda kazini, niache nilale kidogo. Akamfuata kitandani. Akifika story. Basi sasa niache. Okay, nakusikia. Wewe endelea tu. Mbona uniitikii? Mke wangu ninakwambia mimi nenda kazini, shaka niache kidogo, mengine tutazungumza kesho. Kesho kuna ya kesho. Tusikize ya leo. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu akimvuta mume ashakufa. Gone. Afadhali kama nilikuwa ninamwata nlala, afadhali kama nilikuwa ninafanyaje? Sasa alia mpaka kwa mashikio yasaidia nini? Sharaka, usione ni maafa madogo wanawake kupenda. Hata kueleza habari ya watoto, hata kueleza habari ya mfanyikazi, hata kueleza habari ya smiti alivyoteleza, hata kueleza habari ya jiko panya aliyemuona, hata kueleza mende alivyoruka yakaanguka, hata kueleza namna alivyoona jongo, hata kueleza namna alivyosikia habari katika redio, hata kueleza namna jana moto ulivyo. Maneno yako mengi, mashikio yangu mawili taratibu. Qalilatu samti, hawezi kunyamaza kabisa. Akinyamaza dunia italia. Huyu ni mwanamke namba ngapi? Kuna mwanamke aitwa Mimraf. Nafikiri ndio wetu wa Sabaa huyu. Allati tatamaradhu ghaliba awqatiha walaysa fiha maradhu inma tahribu min al'amal aw al-istimta'i biha fahiya da'iman tu'ayyisu biwajhiha muqattibatan daiman kaslana tuhibu an-nawma war-raha. Bas kuna mwanamke aitwa Mimrad. Mimrad ni mwanamke ambaye daiman tatamara, ye hujitia ugonjwa, ghaliba awqatiha, wakati wake wote yeye haswa akisha kujua sasa huu time wewe atakaingia nyumbani, yeye ukija huku ana Panadol, huku ana Ino, huku anshika rob, huku ana headaches, huku yani yeye kabati lake mashallah utafikiri ndiye supplier wa dawa. Hata wenziwe wote ampigia simu, wallahi mtoto wangu maskini tangu jana hajara, ana nini? Njoo hapa iko dawa. Akipigia simu mtoto ana mashikio, njoo hapa iko dawa. Mimi nilikuwa nikitumia pia ninayo. Mimi pia ninayo. Arabu pia mimi ninayo. Dawa ya ulimi mimi pia ninayo. Yani yeye maisha Mimrad. Ukifungua begi lake Mjafari humo, sijui ile
Subili imo, sijui Bagahadi imo, dini wa dunia zimo ndani. Koto pia anayo, mijidawa mingine yanuka vibaya anayo, popo anayo, sijui katu iko. Hakuna sichokuwa nini. Maanake maradhi nilionao mimi, wallahi mimi sijui maradhi hayo, wallahi nafikiri ni hasad, basi yeye ugua hasad, yeye husudiwa Mombasa nzima ya muhusudie. Una nini? Hajui. Sasa kwa nini wafanya hivyo? Idhama tahrubu min al-amal, anakimbia kazi zake za nyumbani. Ukija kitanda kuweza juzi Taira mwamjua? Mimi namtizama, mimi sina shida. Ana maneno ya kipuzi, ana maneno kweli. Juzi ametuletea wasichana about 18 to 28. Baadhi yao, yani wote waliotuletea amewa display karibu 15. Fakhari yao kwamba wao tangu wazaliwe hajawahi kutandika kitanda. Tangu wazaliwe yeye atandikiwa tu, yeye afuliwa tu, yeye bado kuambiwa yuwaoshwa tu kama halioshwa. Sasa baa hiyo na makaa haya madude haya majumbani utaweza wapi? Huwezi. Sasa waume zao wana siri mbili. Kuna ambao washawafahamu hawa wanawake, hili njivivu hapa. Lakini sasa baada akija kimuona, sister akija kimuona, anilaumu mimi namtendekeza huyu. Kwa hivyo sasa mume mbidi ajifanye kwamba huyu ni mgonjwa kweli. Mama manake usiku wallahi nikimshika hapa huwa joto kama chungu. Joto kama chungu, mvivu huyu. Joto kama chungu gani? Mbona hajaanguka hata siku moja? Kwa matabibu yuko, kwa waganga yuko, hospitali yuko, kila daktari. Nini? Kwa sababu apate nafasi ya kukimbia kazi zake za nyumbani. Na mwanamke akikimbia kazi zake za nyumbani atakusaliti na maafa mengi sana. Mwana Fatuma mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikwenda kwa babake, tena kwa kusukumwa sana. Mumewe Ali bin Abi Talib, nenda kamwambie mzee Fatuma maumia, nenda. Akamwendea na ndiye mtoto apendwaye sana huyo. Baba, mimi nimekuja kwa haya. Mwana Fatuma alikuwa na haya sana, na ni mtu alikuwa akisikizana sana na babake. Mtume mtoto huyu amemlea kwa kite kwa sababu alikosa mamake. Kwa hivi akenda kusanya, akamwambia baba, mimi nakuja, wajua angalia mikono yangu ilivyofura kwa kusaga. Mwana Fatuma akisaga unga kwa yale majiwe ya Kiarabu yale, siku hizi zinafikiri yampotea yale majumbani ya kusaga unga namna hii. Mwana Fatuma akitwanga kwa mikono yake. Mwana Fatuma akitoka kwenda kuteka maji kwa kichwa chake. Mtoto wa nani huyo? Mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hali ikamzidia sana, ashakuwa sasa Fatuma amepata kizazi, ana watoto. Akaiona ile hali, akashawishiwa na mumewe, akaenda kwa babake. Baba, nataka mtafutie mtumishi, nasikia watumishi wamekuja wengi. Sasa unipatie na mimi mmoja, kwa sababu mimi nasaga, mimi natwanga, mimi nafua, mimi na hivi. Mtume akamwambia, rudi kwako, nenda kafanye kazi zako, kafanye kazi zako mwenyewe mama. Kuja kumuweka mtoto wa kike akaweka naibu wa kumfanyia kazi zake za nyumbani. Ukiingia nataka kwenda oga, ambiwa anti, mwekee mzee maji. Mzee namsikia kama yuaitisha tauli, mpelekee. Mzee ashatoka, ataka viatu kutokea, mpelekee basi. Kuja kumsaliti mumeo namna hiyo. Kuna siku wataka kwenda kujifungua. Sasa mimi kule nkaya 40, waambiwa kaa 2. 41 kaa 2. Kaa huko. Hapo takula ushamfundisha huyo, ajua kila kitu huyo ashamfundisha. Sasa huyo afika hivi, afanya hivi.
kumfanya mumeo kwamba aweza kupita akaadmire chai ya mtu mwingine isokuwa yako, umepata hasira, umepata hasara. Ule uke wako ushautoa robo, umemnyima. Kama ambavyo mtasikia katika darasa zetu tutakazoendelea, bibi moja amuhusia binti yake, amwambia make sure that you are everything to your husband. Mume wako awe wewe ndiyo kila kitu chake. Usimfanye mtu mwingine kutawala vitu vya mume wako. Ajue soksi zake atazipata kwako, koti lake atalipata kwako, kubadhi lake liko katika mamlaka yako, hivi kila kitu. Lakini ukichukua vitu vingine ukimtawaza mtu mwingine, hata ukiteta ukijitai, mimi naenda kwa mama, ambaye ngojani, mimi nilifikiri utakwenda tangu jana. Manake nini hapa nyumbani? Tuna hasara gani ukiondoka na hakuna unalofanya? Almar'atu sayyidatu baitiha, mwanamke ni aliyekita katika nyumba yake, wa hiya mas'ulatun, na ataulizwa na Mungu juu ya nyumba yake. Lakini mumeo apikiwa, mumeo awekewa chakula, mumeo aoga, awekewa maji, mumeo apelekewa sabuni, mumeo apelekewa, kumbakia nini kimbakia? Sasa wewe maiti shingo hai wafanya nini hapo? Wapita yule akuona kama maiti tu, akitakacho mfanyikazi ndiye ajuaye. Brush yangu iko baba, ngoja nikupe kidogo. Dawa msaki iko ngoja. Juzi bwana mmoja alikuwa na zake ofisi asubuhi. Akiingia ofisi, sekretari wake akamwona, katika ukosi hapa una uchafu fulani. Mzee, mbona shati linchefuka? Akaenda yule sekretari kwenda kulifutafuta, kwa sababu mzee ataonana na watu wakubwa wengi, is a director in that office. Sasa katika yule mfutafuta akamuuliza, kwani ukitoka nyumbani mama hakuiona hii? Amwambia, nikitoka nyumbani mama yako alikuwa ankufa. Hana habari hii. Mwanamke wa pili amemtembelea mumewe ghafla ofisi. Ghafla amekuja ofisi, bwana ni bwana mkubwa, bonge la ofisi, ni mtu wa ngazi za juu. Kupita town akaona aingie. Akaingia ofisini kwa mumewe, nani fulani, karibu pita. Ankazungumza na mumewe, sekretari akaja. Yes, mtakunywa nini? Mzee akasema kawaida. Mama hiyo kawaida nini? Kawaida nini hapa? Chai. Haya, na mimi kawaida. Msichana akaenda zake akapika chai, akaleta tray ya chai. Vitu vidogo nyinyi mwaviacha. Leo ukisikia mume yuala kwao, mume yuala kwa dadake, mume hupata chipsi zake, akija usiku anisumbui. Chunga sana, hakusumbui kwa hili na kwa jengine pia hata kusumbua. Okay, sawa. Sasa tray ya chai ikaja ikawekwa. Sasa mtoto wa kike huyu secretary akashika kijiko, akashika kidude cha sukari, akamuuliza mama, ndiye mgeni aliyekuja pale, nikuwekee vijiko vingapi? Ambia mtilie. Ambia mzee, usijali mzee, mimi namjulia, wewe ndio mgeni wetu. Amuuliza mumeo, kuna mtu wa kujulia wewe hapa? Sukari yako wewe yajuliwa na mtu asiyekuwa mimi. Kuanzia leo chai yako nitaleta mimi hapa, itatoka nyumbani. Chai yako itatoka leo. Huyu akujulia kwa sukari, kesho kutwa
Utakuja niambia kwamba kazi ilikuwa nyingi sana, imbidi msichana tuende naye safari kumaliza kazi. Akujulia sukari yako mtu, akashtuka yule mwanamke, kuna mtu amjulia mume wangu sukari yake hapa. Hii chai, wewe marufuku chai ya ofisi sasa, and I'll take care of it. Ikawa mtoto wa kike ana uwezo, ana gari yao, make sure time zile za chai amefika na chupa yake, chai fresh, si ya kukanza moto, si chai ya asubuhi, chai fresh, amtilie mumewe, ampe na akaiongeza na vishete, leo sambusa, kesho kaimati, mpaka akabadilisha moyo wa mume kuwa atatamani chai ya ofisi. Kwa hivi, ikiwa kuna mtu amjulia mumeo kwa sukari, ikiwa kuna mtu amjulia mumeo kwa maziwa kidogo, ikiwa kuna hivi, shauri zenu. Wanawake, katika taimu hii mumekwenda kujitweka mambo mpaka mumeghaflika wajibu wenu. Mimi nawaambia hivi, mimi najua kwa sababu ya uzembe mwingi wa wanaume, wamebidi wanawake wachukue nafasi zao katika maisha. Kaya wamechukua mpaka sasa wataka kuchukua careers zote. Kila mwanamke siku hizi lazima awe na papers za careers. Ni kweli si kweli? Lakini dada zangu, watoto wangu mlioko hapa, wajukuu zangu wengine, mwajisumbua, mwajitia taklifu kubwa, kwa sababu sisi twafurahi kwamba mwatusaidia. Ikiwa wewe utakuwa engineer, mimi nitakaa. Ikiwa wewe utakuwa driver, mimi nitakaa. Ikiwa wewe umpanga kuwa electrician, mimi nitakaa. Lakini atakaye kusaidia wewe kazi zako nani? Sisi tushakubali kusaidiwa na nyinyi, na sisi tuwaweza kuwasaidia nyinyi? Hatuwezi. Kwa hivyo wewe panda, chukua karea, uwe pilot. Mungu akujalie uwe pilot, mashallah. Ruka futi 50,000 huko juu, kisha ushuke uje uzae. Au utamwambia mzee, kwa kuwa mimi nina karia sasa wewe utazaa wewe? Tuelewana vizuri? Ukishazaa umalize, urudi kazini, nenda karuke huko futi 40,000, kisha ushuke uje unyonyesha, kwa sababu matiti yote mawili uenda na wewe. Kama ngao ungeacha moja hapa tukamnyonyesha huyu. Kwa hivi mlilopanga nini? Mubebe careers, muchukue kazi za waume, kazi zenu zimebakia za zorota. Mwenyezi Mungu asema mtu anyonyeshwe maziwa ya mtu ndiyo awe mtu. Nyinyi kwa sababu ya shughuli nyingi mumekata shauri kupiga sindano kukausha maziwa. Watoto wanwe maziwa ya ng'ombe, wakiwa ng'ombe mnyamaze kimya. Inna Allah la yughayyiru ma bi